Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Fatuma. Kwa nafasi yangu ni mkuu wa kitengo cha dawati la jinsia na watoto wilaya. Kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025, jumla ya matukio ya ukatili yaliyoripotiwa ni 68. Kati ya hayo matukio 36 yalijumuisha umri wa watoto miaka 0, umri wa watoto chini ya miaka 18 na 32 yalihusisha watu wazima. Kwa mwezi Januari matukio yaliyoripotiwa kwa umri 0 mpaka 17 yalikuwa matukio 14. Lakini kwa upande wa watu wazima kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea ni matukio 13, ambapo jumla yake inajumuisha matukio 27. Kwa mwezi Februari yaliripotiwa matukio 10 ya umri wa miaka 0 mpaka 17, lakini kwa upande wa watu wazima yaliripotiwa matukio 14, ambapo ilijumuisha jumla ya matukio 24. Nisisitize Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na wajumbe na wadau mbalimbali ambao tupo pamoja katika jitihada za kutokomeza ukatili wa kijinsia na watoto, haya ni matukio ambayo yaliripotiwa. Kwa mwezi Machi kwa umri wa miaka 0 mpaka 17 yaliripotiwa matukio 12. Kwa upande wa watu wazima yaliripotiwa matukio 5, ambapo inajumuisha jumla ya matukio 17. Jumla sasa ya matukio ambayo yaliripotiwa kwa umri 0 mpaka 17 yalikuwa matukio 36. Kwa upande wa watu wazima matukio 32. Jumla ya matukio yote ambayo yaliripotiwa ni 68 kama inavyoelekeza katika takwimu hii fupi ambayo nimeipresent hapa, inayoonyesha mwelekeo wa matukio na kiasi ambacho yaliripotiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na wajumbe mliohudhuria katika mkutano huu, kikao hiki, nimeainisha aina ya matukio. Nimeainisha matukio ya upande wa matukio ya kingono, lakini pia upande wa matukio ya kimwili yanayotokana na ukatili wa kimwili. Matukio yanayotokana na ukatili wa kingono mfano wake ni kubaka. Kundi la upande wa matukio yanayotokana na ukatili wa kingono: kubaka, kulawiti, shambulio la aibu, kutoa mimba, kumpa mwanafunzi mimba na mengineo. Lakini kwa upande wa matukio ya kimwili, ukatili wa kimwili, kuna shambulio la kudhuru mwili, kujeruhi, mauaji na shambulio la kawaida. Mafanikio ya dawati. Panapo kuwepo na jitihada na mafanikio yanakuwepo. Mafanikio ya upande wa dawati. Mafanikio ya kwanza kabisa, kwa huku nimeeleza kwa takwimu, lakini hapa nimejaribu kuchambua ni kwa namna gani kwa kesi ambazo zimefikishwa mahakamani, ambazo zimetolewa hukumu na zile ambazo zinaendelea na upelelezi. Nimedadavua, ningeweza kuweka kwa takwimu, lakini ili kuelewa kwa kila mmoja nimejaribu kudadavua vizuri. Mafanikio ya kusimamia kesi. Nitaanza na hii ya mafanikio ya kusimamia kesi za ukatili wa kijinsia. Katika kipindi cha Januari hadi Machi, dawati la jinsia na watoto limeendelea kushughulikia mashauri mbalimbali katika ukatili wa kijinsia kwa karibu sana, na hatua ambayo imeleta mafanikio yafuatayo. Kesi za kubaka. Jumla ya kesi 19 zimeripotiwa. Kesi 9 zipo chini ya upelelezi. Kesi 10 zimefikishwa mahakamani na kutolewa kifungo cha miaka 30 jela kwa wale wote ambao walijihusisha na makosa hayo. Na hii ni hatua muhimu kuhakikisha haki kwa waathirika wa ukatili huu wa kingono. Kesi ya kujaribu kubaka. Zimeripotiwa kesi 4, zimemalizika mahakamani kwa hukumu ya kifungo cha maisha jela. Hii ikionyesha msimamo wa mahakama
kulinda hadhi ya usalama wa waathirika. Ndugu wajumbe, wadau mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali, tunaona ni kwa namna gani mahakama ipo very strictly katika kusimamia kesi hizi, kuanzia hatua ya upelelezi ambapo tukio linaripotiwa kwetu upande wa polisi, lakini linapoenda katika hatua ya mahakama na kutolewa hukumu, ili kuhakikisha tunapunguza matukio haya ya ukatili au kutokomeza kabisa. Ninaamini wilaya yetu ya Babati kuwa salama kabisa bila kuwepo matukio ya ukatili inawezekana, si ndio jamani? Kwa kushirikiana sisi wote kwa pamoja, taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali, inawezekana. Inayofuata ni kesi ya kulawiti. Kesi za kulawiti zimeripotiwa kesi 12, ambapo kesi 3 zipo katika hatua ya upelelezi. Kesi 4 zipo mahakamani. Kati ya kesi hizi 5 zimeshatolewa hukumu, ikiwa 3 kifungo cha maisha jela, lakini 2 kifungo cha nje cha miezi 5 na faini ya kiasi cha shilingi 200,000 za Kitanzania. Kesi ya kumpa mimba mwanafunzi. Leo hii sisimami hapa kama afisa wa polisi pekee, bali nasimama kama sauti iliyojeruhiwa. Sisi sote hapa ni wazazi. Kesi ya kumpa mwanafunzi mimba zimeripotiwa kesi 13. Nasikitika sana ndugu wajumbe wa kikao hiki kuripoti hivi, kwa sababu kuna wahalifu hapo mtaani tunaishi nao katika jamii zetu, wengine wanatoka katika familia zetu, wanadiriki kushiriki katika matukio haya, kumzorotesha mwanafunzi masomo kwa kumpa mimba, kwa kuteki tu advantage ya sababu mbalimbali na changamoto mbalimbali tunazopitia katika familia zetu. Katika hizi kesi 13 ambazo zimeripotiwa, kesi 3 zipo katika upelelezi, kesi 4 zipo mahakamani na kesi 6 zimetolewa hukumu ya kifungo cha miaka 30 jela. Kesi za kumtorosha mtoto chini ya uangalizi wa mzazi. Kesi 7 zimeripotiwa, ambapo kesi 3 kati ya hizo zipo chini ya upelelezi na kesi 4 zipo mahakamani. Kesi ya shambulio la aibu. Kesi 8 zimeripotiwa, kesi 4 zipo chini ya upelelezi na 4 kati ya hizo zimetolewa hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela. Jambo linalotoa fundisho kwa jamii na uzito wa kosa hilo, kwa kuzingatia uzito wa kosa hilo. Kesi za kumtorosha mwanafunzi zimeripotiwa kesi 3 na zote zipo katika hatua ya upelelezi. Kesi ya shambulio kuu la kingono imeripotiwa kesi 1 ambapo ipo katika hatua ya mahakama. Kesi ya shambulio la kudhuru mwili imeripotiwa kesi 1 na mtuhumiwa amepewa hukumu ya kutumikia kifungo cha miaka 7 jela. Kwa ujumla, mafanikio haya ni kielelezo cha kazi kubwa inayofanywa na dawati, licha ya changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika upelelezi, lakini pia uwasilishaji wa ushahidi na upatikanaji wa ushirikiano kutoka kwa jamii. Mafanikio mengine, kutoa huduma ya kituo tembezi kwa maana ya mobile station. Tumekuwa tukielekeza nguvu kubwa maeneo yale ambayo yako mbali na vituo vya polisi, kwa sababu kwa takwimu au asilimia kubwa ya wananchi, lakini pia kwa kuzingatia jiografia ya mkoa wetu ilivyo au wilaya yetu ilivyo, kuna wananchi ambao hawawezi kufikia, hawapo karibu na vituo vya polisi. Wana kesi, kuna migogoro, kuna malalamiko mbalimbali. Sasa jeshi la polisi likaona ni kwa namna gani ambavyo linaweza kuwafikia wale wananchi na kuanzisha hii mobile station.
Na kiuhalisia na kuweka wazi, ndugu wajumbe, ndugu mwenyekiti wa mkutano wa kikao hiki, pamoja na ndugu wajumbe na wadau, pamekuwa na mwitikio mkubwa sana wa wananchi kujitokeza katika mobile station hile kuripoti malalamiko mbalimbali, na mengi yamefanyiwa kazi. Lakini pia mafanikio mengine ni elimu ya uhamasishaji wa jamii kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, taasisi za kidini, NGOs, mashirika binafsi yanayojitegemea, afisa ustawi wa jamii. Tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega katika kutoa elimu